Hello sister. Hey, Zamida. Fresh, nimesogea mitaa yenu, niko hapa hii barabara ya kuelekea hapo dukani kwako. Unaweza ukaja mara moja? Ya, njoo tuongelee tu hapa kwa sababu nikichomoka sasa hivi natakiwa niwafuate pia watoto shuleni. Are you okay lakini? Okay. Okay, sure, nakusubiri basi mara moja. Hapo. Aha. Naambia mdogo wangu, naona unazidi kupendeza tu. Mambo vipi? Safi. Okay. Nimeitikia wito. Kuna shida gani? Kuna shida. Poa, nataka kuoa. Mdogo wangu, mimi nikajua basi ni jambo kubwa. Kumbe nipokuoa, hilo ni jambo la heri. Kwa sababu kama amefanya maamuzi ya kuoa, familia inakuwa hii. Hakuna heri baada ya kuoa. Maana naenda kuchukua nafasi yako kwenye kampuni. Ndugu wangu, po kuchukua nafasi yangu anastahili sana, kwa sababu wewe mwenyewe unafahamu kwamba mimi nipo tu kwenye hii nafasi, lakini yani sistahili kuwa hapa. Kwa hiyo sioni kama kuna shida. Cha msingi tu wapige kazi, kampuni siyo. Kaka, wewe unastahili. Na ndio maana hata mwalimu baba akakuchagua wewe. Lakini unajua nini mdogo wangu? Mimi ni mtu tu. Yaani ni mtu tu ambaye nilipata bahati ya kulelewa na wazazi wako. Lakini Po ni ndugu yako wa damu. Na isitoshe baba yake Po ana hisa nyingi tu pale kwenye kampuni. Kwa hiyo mimi naona sioni kama kuna shida yote Po akichukua nafasi yangu. Miaka yote umeishi na mimi kama mdogo wako. Hivyo ni kaka yangu. Sitaki kusikia lolote. Yaani nitahakikisha unabaki kwenye hii nafasi yako. Hata ikinibidi kuongezea share zangu katika kampuni. Wewe ni mtu mwenye share nyingi kuliko mtu mwingine. Asante sana mdogo wangu kwa kunijali, lakini nikwambia kitu kimoja kwamba wewe kwa mdogo wangu, that matters a lot for me. Hayo mengine hata sio muhimu. I don't care. Yes, yeah. Kitu chenye ndo kimoja, alafu muda wote leo na nyonga wewe. Mwanangu, mshikaji wangu, hizi kazi jao, mshikaji wangu, kazi jao. Sasa hivi anatuletea mavumbi mshikaji wangu. Hamna chochote humu. Jao tu. Afu ukiachana hicho, umeona huja jana siji kale vile wapi mwanangu, rafiki yangu. Watoto kibao jana wamekuja hapa maskani, wewe usijui umeenda kumbwa. Yani hapa noma tu, mizigo haitoki mshikaji wangu. Si unajua tena vumbi ile au wenyewe. Achana mazingira hayo. Ile ilikuwa hasira tu mdogo wangu, afu mambo ya maskani. Chukua ya madera, nenda kasebenzi. Chukua kazi hiyo mwanangu, bonge, chukua kazi. Fosi, madusko atakayopatikana. Chukua gwala, kiwiliwili niachie, au vipi? Bali, wao tunakwambia haina ushanta wala ushara. Haina shida. Haina ushara. Bali hapo.
Gani naita mechi box hapa, mechi box hapa. Baridi ina uchaga upenyewe. Usije ukafeli sasa. Wewe mpaka umenipa mzigo nadhani unanunua. Yaani ile hivi. Baridi au mtaki bonge. Acha nini babu? Yaani mimi naenda kutembeza. Baridi. Unajua mtoto bonge akiwa na vipengele vyake namna gani, jinsi gani anakuwa mapepe kweli yule. Yaani leda. Baridi hapo nyewe, endelea kunyonga kitu hicho. Unaniangusha. Sasa hii nguo ndio umeipindaje huku chini? Fundi, si umeipinda vizuri. Umeipindaje huku chini? Mbona umepinda yani unaona kabisa wewe. Utumbo, si unaona utumbo kabisa, utumbo mwingi huu. Na huu mkono kipimo ndo sawa sawa? Kipimo ndo yuko kipo sawa. Hebu nitungie uuzi. Naangalizia hii. Mjomba Tombo. Halo mjomba. Shikamoo. Mjomba. Vipi, mbona kama hakuna usalama? Fiona amepata ajali? Mjomba. Fiona amefariki? Ulisema nikilia tutalia wote, nikicheka basi tutacheka wote, ukaomba nikilala basi nikuote. Leo yako wapi? Sio siri natamani basi nimuone, huyo alofanya si tusiwe wote, majumba na magari eti uondoke. Baby upo wapi? Umeniwezekanaje? Fiona! Hapana. Nataka kwenda. Fiona! Hivi anachosema Po ni kweli? Inaweza kutokea? Hapana, haiwezi kuwa. Lakini kama ikija kutokea, napaswa kumshauri Jordan achume pesa za kutosha. Fiona, hebu punguza hofu kwanza mwanangu. Ile jambo lipite kwanza. Hivi utakaa unalia mpaka saa ngapi? Yaani unalia mpaka saa ngapi? Uliache jambo lipite basi. Tuangalie mambo mengine. Sawa. Mama Fiona,
Wewe kipofu kashaletwa tayari. Na maana muda huu unavyozungumza na wewe mpaka sasa hivi uko sebleni hapo. Macho yamebadilika mpaka rangi kwa sababu ya kulia tu. Fiona, kitu kingine ambacho napenda nikwambie, hakikisha hutoki humu ndani. Wanaelewa sio? Hakikisha hutoki humu ndani na ukae kwa kutulia. Yaani punguza mapepe. Usije ukatuharibia mambo, tafadhali. Mjomba, basi naomba hata nikamwone mchumba wangu hata kidogo. Unasemaje? Kwa maana hiyo hichi ninachokizungumza hapo ukielewe ama inakuaje? Au unataka nitumie lugha gani ambayo unahisi unaweza kanisikiliza kwa makini? Acha upuuzi wewe. Na kukumbusha. Kumbuka kwamba wewe ni marehemu. Namaanisha kwamba wewe ni marehemu kwa muda tu mpaka ile jambo litakapokuwa limekuwa sawa. Fiona, punguza hofu mwanangu, punguza hofu. Nadhani nishakwambia, acha ile jambo lipite. Sawa, acha lipite, tuangalie mambo mengine. Sio, unanielewa nachoongea? Lakini mama, hivi unajua kwamba hamnitendei haki na wala hamumtendei haki mpenzi wangu vile vile. Najua. Sasa. Okay, dada. Hebu tuanze tu basi sebleni pale. Tukaendelee kuomboleza msiba ili tuendelee kumwaminisha ukipofu kwamba kweli kila kitu kiko serious. Mimi siendi sebleni. Nibaki na mwanangu. Wewe nenda tu sebleni kalizane nao. Lakini sio umekuja watu kulia wewe. Yeah, ni kweli. Nilizungumza nao. Na nadhani muda si mrefu pia watakuwa wameshafika. Okay, cha kufanya wewe baki na mwanao hapa. Muangalie vizuri. Asije katuharibia mambo. Wewe ndio mwenye macho na ushinda kutekeleza kile ambacho tunakwambia. Tamaa mbaya. Na mama yake huko ndani.
ukanifanya nione nilivyochoka, we ulinipa faraja, kamwe nisisonone, kukata tamaa we ulinikataza, nisimame nisonge, ona leo mbona umenivunja mbawa, umenipokonya na tonge, mkuki wa roho umenichoma, toka uliko uje kuniona, hivi nilivyo huenda nitapona. La 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 la, umeniacha mwenyewe mbona, hivi nilini nitapona, uje huenda